Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naona Waislamu wana explain themselves kwa TikTok kuhusiana na ile mzee ameoa yule msichana wa mwaka 14. Waislamu wanajipia stress nyingi ku explain themselves sijui nini. Una explain yourself kwa nini? Kuna vitu zingine paka unaleta hadithi ya mtume ya ile Asha ameolewa kama kuna mwaka 6. Mwambie watu kuna vitu zingine mtume amepewa ruhusa kufanya na kuna vitu zingine mtume sallallahu alaihi wasallam watu wengine hawajapewa hiyo ruhusa kufanya. Kuna vitu mtume anafanya amepewa ruhusa kufanya na binadamu kama sisi hajapewa ruhusa kufanya. Kama example, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa Asha kulingana na hadithi anasema kama kwa 9 years. Sawa? Hiyo 9 years. Sasa kuna Muislamu yote anaoa mtu kulingana na 9 years? Hakuna. Waswahaba yake walioa mtu na hiyo umri wakati walikuwa na mtume? Hakuna mtu alioa na hiyo umri. Na mtume aliwaambia watu wanafaa wawe na hiyo umri? Hakuna. Hizo ni vitu ambavyo mtume peke yake ndiye alipewa kufanya. Ya pili, mtume alikuwa na bibi 12. Niambia ni Muislamu gani ambao sahihi ako na bibi 12? Niambia Muislamu gani ako na bibi 12? Si unasema kila kitu mtume amefanya tufuate. Unapiga kelele hapa to explain yourself ambao haitasaidia. Una explain yourself kwa makafiri. Una explain yourself kwa mshirikina. Una explain yourself kwa najis. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bibi 12. Waislamu sasa nani ako na bibi 12? Tuko na 4. So tunapinga mtume. Tunapinga mtume. Mtume alikuwa na reason kwa nini anaoa bibi wengi. Mtume alikuwa na reason kwa nini alioa Asha kwa hiyo umri ambao sisi hatufanyi. Haya, mtume sallallahu alaihi wasallam waswahaba yake kuna wengine walikula fisi. Yeye mwenyewe hakukula fisi, alikuwa anaangalia tu. Iko vitu zingine ambayo unajua watu wakiongea unashindwa elimu yake iko vipi, masomo yake iko vipi. Na wale ambao wanaleta hii kitu hapa kwa sababu ni wale ambao wanabishana mambo ya dini, kazi yao wanakuanga kazi yao wanakuanga wanabishana mambo ya dini, Uislamu na Ukristo. Kazi yao ni kubishana, si kufundishana. Au ndio naleta hii mambo sasa, hii kitu ilitokea huyu hapa. Aya, tukirudi wa Kristo wanatuambia sijui mambo nyingi, wanaleta mambo nyingi. Mimi nataka kuuliza tu simple question. Si wa Kristo sasa wanaoa? Si wa Kristo wanaoa? Yesu alioa. Kuna reason kwa nini pia Yesu hakuoa? Si Yesu hawa wanasema hapa Yesu alioa kuna watoto. Na kwa nini hawa kuna watoto? Na wanasema wanafuata Yesu. Aya, tukitoka kwa hiyo yote. Tukikuja wa Kristo hawa the same people. Kuna wale watume wako na mabibi. Kama Solomon alikuwa na 700, kama wengine wako na bibi wengi. Kuna Mkristo ako na bibi wengi. So unajua iko vitu zingine usilete mambo mingi, akili kidogo, mdomo nyingi. Before judge somebody, lazima ujue una judge nini. Before ufungue mdomo unaongea, ujue unaongea nini. Na pia sahihi hatuishi kila kitu, hatuishi ishi ya Kiislamu ambao sheria zote ya Kiislamu tunafuata. Na hiyo mbona pia iko video moja nilitoa. Nilisema wakati wa mtume watu walikuwa naenda haji na ngamia na punda. Sasa hii na hii naenda haji na ngamia na punda. Sasa hii watu naenda na ndege. Sasa hii watu naenda na ndege. Wakati hizo mtume wanawake walikuwa wanafanya kazi. Sasa wanawake wanafanya kazi. Kuna vitu na change. Kuna vitu ilikuwa nafanyika wakati yao, sasa ifanyike wakati yao. Kuna vitu wakati yao ilikuwa nafanyika ni sawa, wakati ikifanyika si sawa. Na kila mtu pia iko na mila zake. So watu wasiende unajipea Waislamu unajipea stress na hii mambo imetokea. Hii ni nani issue, ni mambo kidogo. Hii ni mambo haina mambo mengine mzito hapa. Ni nani anapeana wasichana wao kuolewa? Si ni wazazi?
Wazazi ndio napeana watoto kuolewa, so wazazi ndio nafaa dhulumiwe au wabilemiwe? Ukitaka kuolewa au unataka kuoa, wale na present you au wale ambao unajipresent ni wazazi wako. Simple like that.